Wakulaumiwa ni nani? Ulimwengu wa leo ambapo vijana wadogo wanayamaliza maisha yao kwenye mambo ya drugs, kuvunja majumba, kutia na mavisu, kutembea na mapanga, wakawa wanaishi maisha ya kihuni. Wakulaumiwa ni nani? Kwa maana hili ni swala ambalo kila mmoja wetu afaa ajiulize. Kwa maana leo hii ikafika mpaka watu kuwaita wazee wa mitaa, viongozi wakawa wanaitwa, polisi wakajumuishwa ili kuzuia jambo kama hili lisienee katika mitaa. Leo hii ukakuta mitaa ya Old Town, mitaa ya Majengo, mitaa ya wapi kukaa kuna husma ya vijana, ikawa watu hawajui vipi watawaleta pamoja na kuleta umoja na kuleta upole katika miji yetu. Wakulaumiwa ni nani? Wakulaumiwa ni ikiwa mara nyingine wanakuta ikiwa nyumba mtoto aliozaliwa ameinukia akakuta pengine baba na mama hawana mwelekeo mzuri wa dini. Ikawa mtoto kama yule hana marafiki wazuri wenye kumwongoza yeye katika njia nzuri. Ikiwa viongozi wa serikali hawafanyi rehabilitation, hawafanyi jitihada za kuwafanya hawa vijana wakapata mwelekeo mzuri. Ikawa wazazi na majirani hawana umoja. Ikawa mtu akimwona mtoto wa mwenzake anapotea, akawa kwake yeye ni furaha, akayafurahia masaibu ya mtoto wa jirani. Ikawa watoto kama wale, baadhi ya mashehe wakawakashifu ndani mpaka kwenye misikiti, wakasema waangalieni wahuni wale, waangalieni kadhaa wale. Nani katika mashehe aliweza kutoka akachukua hatua moja mpaka ya pili, akaenda akakaa nao japo kwenye maskani zao, akasema japo mimi nimekuja nimevaa kanzu na kilemba changu, lakini leo nimekuja kama baba yenu, kama ndugu yenu, kama mkubwa yenu. Akawapa nasaha njema, akawaelezea ubaya wa madawa ya kulevya, akawaelezea ubaya wa maisha wanaokwenda nao, akawaonesha mfano mzuri, na hata kama ikabidi atoe mpaka machozi mbele ya wale vijana kuwaonesha kwa sisi tunawapenda nyinyi, msijitenge mkajiona nyinyi watoto kadhaa ama kadhaa. Akawahamasisha wale watoto mpaka wakajua hii ndio njia ya kweli. Lakini ukakuta leo sisi wenyewe hatuwatakii mazuri wale watoto, na wale watoto wenyewe ni watoto ambao ulimwengu wa leo wameamua kufuata mastarehe. Leo hii ukamkuta mtoto anamjibu mamake, anamtusi mzee wake, anatembea bega moja juu bega moja chini. Wengine wamepewa majina mazuri, Muhammad akajita Mo. Kwa sababu gani? Hii yote kuangalia manyimbo, kutaka kuigiza waimbaji, haiwapelekei watoto wetu maadili mazuri, bali wao wanapotoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu mahali alipoinukia, mathalan pengine mtoto ameinukia, baba na mama ni watu walikuwa wakipigana mbele yake. Pengine baba alikuwa ni mraibu, pengine baba alikuwa ni mvutaji bangi, mlaji mirungi, ni mlevi, anaingia nyumbani alfajiri. Pengine baba anampiga mamake na mtoto anaona mamake anapigwa. Mtoto kainukia kwenye nyumba ambayo tayari ina vita ndani yake. Unafikiri mtoto kama huyu anaelekea wapi? Anaelekea mahali gani? Na pengine nje asipate hata mwelekeo. Pengine ni mtoto hakumaliza primary, hana certificate, hana kazi. Na pengine mzazi wake anashindwa auze mahamri na bajia, atashindwa kumwangalia mtoto wake. Inabidi mtoto akatafute riski nje. Ndipo pale anaishia kwenye kuiba. Anaona njia rahisi ni kutukua panga ama kuvuta bangi ama kufanya mambo yasiokuwa na maana, kuitafuta riski nje, kwa sababu nyumbani hapa mtoshi. Nini? Kwa sababu hajafundishwa tarbia na akhlaq njema. Ikiwa kila mzazi atakuwa jukumu kuhusu mwanae, ikiwa kila shekhe akisimama kwenye mimbar atayazungumzia mambo haya, atayazungumzia kama anamzungumzia mwanae, atayasikilia machungu. Ikiwa kila kiongozi aliyopata nyadhifa katika serikali atajitahidi kama ni rehabilitation, kama vijana kuzungumza nao, kama kuwafungulia kazi, mahali pa kujifundisha kazi na mengi yenye maana. Na ikiwa wazee wa mitaa wataweza kuwafuata wa vijana, wazungumze nao kwa njia njema, na vijana wenyewe na wao pia wawe ni vijana ambao jumla ya watu mambo watakaoyafanya, na wao wawe ni vijana wema ambao watajitahidi. Isiyo watu wanakwenda mbio kuwasaidia, ikawa wao watashiriki masala kama yale. Ikiwa kila mmoja ataplay role yake katika jamii, basi kutakuwa na nuru. Sikumbuki mimi utotoni kusikia wazee wa mitaa wakiwa pamoja ati kwa vijana wamefanya hivi ama wafanya hivi. Tukiinukia sisi wakati wetu tulikuwa hakuna mambo haya. Kwa sababu gani? Tulipoinukia sisi tuliwakuta wazee wetu wana umoja, na sisi mitaa yetu yalikuwa na urahimu ndani yake. Tuangalieni sasa vijana wanapopotea. Inasikitisha, unasikia machozi, unamkuta mtoto ambaye pengine mathalan babake umesoma naye shule, unamkuta anasinzia kwenye ukuta. Unasikia hali gani? Fikiria yule angekuwa ni mwanayo. Na unapomuona mtoto wa watu kama ile, muombe dua.
usimseme. Hakuna uhodari katika masaibu, ndugu zangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie watoto hawa mwongozo mzuri. Na enyi vijana, wacheni kuwatoa machozi mama zenu. Enyi vijana, wacheni kuyamaliza maisha yenu mkaje mkaondoka duniani huku mnasema vibaya. Enyi vijana, kumbukeni mauti yenu. Ni majabari wangapi walikuwa duniani leo wameondoka kwenye dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie sisi mwongozo mzuri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وجزاكم الله خيرا. شكرا.